Usifanye kosa ambalo maelfu ya wanafunzi hujutia kila mwaka. Je, unajua tofauti halisi kati ya chuo cha serikali na chuo binafsi mwaka 2026? Kabla hujachagua chuo, tazama video hii mpaka mwisho kwa sababu inaweza kuokoa muda, pesa na majuto. Karibu katika Feaboy. Kama wewe ni mwanafunzi unayetaka kujiunga na chuo mwaka 2026, leo nitakuelekeza tofauti muhimu kati ya vyuo vya serikali na vyuo binafsi ili ufanye maamuzi sahihi. Cha kwanza kabisa ni ada za masomo. Tofauti ya kwanza ipo kwenye ada ya masomo. Kwa kawaida vyuo vya serikali huwa na ada nafuu zaidi kuliko vyuo binafsi. Hata hivyo, baadhi ya vyuo binafsi hutoa scholarship au punguzo la ada kulingana na sifa za mwanafunzi. Namba 2 ni mikopo ya HSLB. Wanafunzi wa vyuo vya serikali na binafsi wote wanaweza kupata mkopo wa HSLB ikiwa wanakidhi vigezo vilivyowekwa. Hivyo, kusoma chuo binafsi hakumaanishi uweze kupata mkopo. Namba 3 ni ushindani wa udahili. Vyuo vya serikali mara nyingi vina ushindani mkubwa kwa sababu wanafunzi wengi huomba. Vyuo binafsi vinaweza kuwa na nafasi nyingi zaidi kulingana na kozi. Miundombinu na huduma. Baadhi ya vyuo binafsi vina madarasa ya kisasa, idadi ndogo ya wanafunzi darasani na huduma bora. Hata hivyo, pia kuna vyuo vya serikali vyenye vifaa vya kisasa na historia nzuri ya kitaalamu au ya kitaaluma. Namba 5 ni ubora wa elimu. Ubora wa elimu hautegemei kama chuo ni cha serikali au binafsi. Kinachozingatiwa ni ithibati ya chuo, ubora wa kozi na juhudi za mwanafunzi mwenyewe. Usichague chuo kwa kulingana na jina pekee. Linganisha ada, ubora wa kozi, mazingira ya kujifunzia, nafasi za mafunzo kwa vitendo na fursa za ajira baada ya kuhitimu. Na kama video hii imekusaidia, bonyeza neno like, subscribe na washa kengele ili upate taarifa zaidi za elimu, udahili na nafasi za kazi mwaka 2026. Tuandikie kwenye maoni, wewe ungependa kusoma chuo cha serikali au binafsi na kwa nini? Asante na karibu, tukutane tena katika video inayofuata.